nchi yetu inafuata utaratibu. Tuna serikali kuu na tuna serikali za mitaa. Mheshimiwa Waziri Simbachawene, kuna mamlaka za serikali za mitaa, halmashauri ya wilaya, vijiji. Hizi serikali na sisi tuliamua kutumia mfumo wa D/D. Lakini leo vyanzo vya mapato kwenye halmashauri zetu tumevihamisha, tumepeleka serikali kuu. Property tax ambayo kwenye taarifa ya kwako mwenyewe umeeleza kwamba haijakusanywa. Makadirio yalikuwa yakusanywa shilingi bilioni 29, imekusanywa shilingi bilioni 4. Na mimi sijui, naamini labda itakuwa sijui Kinondoni tu. Haijakusanywa kwa sababu hizi shughuli zinahitaji zifanywe na halmashauri wenyewe. Tunapoteza mapato mengi. Mmejilimbikizia kila kitu, mmepeleka TRA. Mwisho wa siku halmashauri zetu zitashindwa kufanya kazi. Kumekuwa na tabia isiyoridhisha ya wakuu wa wilaya kuziondosha madarakani serikali za vijiji. Imefikia hatua leo serikali za vijiji, wale wenye viti wakisikia mkuu wa wilaya anakuja hawaendi kwenye mkutano, kwa sababu wanajua wakienda wanaenda kutumbuliwa. Sasa tunataka tujue ni sheria ipi inampa mamlaka mkuu wa wilaya kuondosha serikali ya halali ya kijiji iliyochaguliwa na wananchi. Tunayo mifano mizuri mingine hapa Dodoma. Mkuu wa wilaya Dodoma katangaza tu, mwenyekiti hapa ondoka. Kwa hiyo tunahitaji ufafanuzi. Haya ni maagizo ya rais, kwa sababu hizi wizara zako ni wizara ambazo ziko chini ya rais. Vile vijiji ambavyo havijapata hii miradi ya TASAF pelekeni, na kama inashindikana basi bora tuondoke tu wote, tukose wote, kwa sababu haileti maana kwamba wengine wanapata, wana sifa zile zile na wengine wanakosa. Na shauri sana Mheshimiwa Waziri, ili ulichukulie mbele, kwa sababu ni swala la kisiasa na linatuharibia siasa huko, na sisi wote ni wanasiasa hapa. Nilivyoona taarifa kwamba kumeajiriwa walimu, mimi nilipata faraja sana, hususan walimu wa sayansi. Lakini katika jimbo langu kuna shule za sekondari 7, nimepata walimu katika shule za sekondari 2, shule ya Mvuleni na shule ya Lutama, shule ambazo zina matatizo makubwa, zimekosa walimu. Lakini sio tu shule yangu au sio tu halmashauri yetu. Mkoa wa Lindi, mnajua matokeo ya mtihani uliopita yalikuwa mabaya. Tumekuwa 3 bora na hatupendi kwa hivyo. Katika jambo ambalo linatuuma ni sisi kuwa wa mwisho, na ni mkoa uliotoa waziri mkuu. Lakini moja ya sababu ambayo imepelekea mkoa wetu kuwa na kiwango cha mwisho cha ufaulu ni kwa sababu ya idadi ndogo ya walimu. Na Mheshimiwa mawaziri, mnajua historia ya Lindi. Hili alifichika. Zamani watu walikuwa wanagoma kuja kule. Siku hizi wanakuja kwa sababu kuna mambo mazuri, kuna miradi ya gesi, korosho ziko juu, kila kitu kipo. Kwa hiyo waleteni, hawagomi. Kwa nilivyoona kwamba mmetangaza ajira, nikajua mtatufanyia affirmative action, kwa sababu mkoa wetu uko chini, tunahitaji mtusaidie. Kama mtaajiri tena, ninaomba sana, shule zilizopo katika eneo langu la jimbo la Mchinga zina uhaba mkubwa wa walimu.